pamoja na kwamba tumekaribia kwenye muda wa uchaguzi, kuna baadhi ya hoja ambazo tunadhani tunaendelea kukazia. Tunasisitiza tunataka tukazie na kuiomba CCM kwa sababu bado ndio chama dola kwa sasa, waone umuhimu wa kufanyia hizo kazi, hizo issues, lakini pia kama watafanikiwa kuendelea kushika dola, basi waone umuhimu wa kuendelea kufanyia kazi hoja hizi. Kwa hiyo pamoja na kwamba muda wa uchaguzi umewadia, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, sisi AZAKI bado tunaendelea kukutana na makundi mbalimbali vikiwemo vyama vya siasa, taasisi za kiserikali na wadau wa maendeleo. Hata juzi tu tulikuwa na baadhi ya mabalozi hapo. Kwa hiyo tunaona kwamba bado huu ndio muda mwafaka wa kuzungumza na kutengeneza mazingira mazuri ya mazungumzo kuelekea mbele. Tumekuwa tukiendelea kushauri na kusisitiza umuhimu wa majadiliano ya kitaifa, na hii ndio imekuwa sisi tunaamini ndio silaha muhimu sana kwa kwetu wa asasi za kiraia. Hatuna silaha zingine zaidi ya majadiliano na maridhiano katika mambo ambayo tunatofautiana. Kwa hiyo imekuwa sisi ni ombi letu lote kwamba kama taifa tujenge utamaduni wa kujadiliana pale tunapotofautiana au pale tunapoona changamoto kwenye jamii, basi ni muhimu kujenga utaratibu wa kushirikiana. Kwa hiyo tunashukuru walau pamoja na kwamba mko busy na uchaguzi, mmeweza kutupa nafasi ya kutusikiliza. Kwa hiyo mambo tatu ambayo tunaleta kwenu, nitaomba pia waandishi wa habari mkite hapo tu. La kwanza ni kukomesha wimbi la utekaji na kupotea kwa watu. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, swala la kupotea kwa watu limeendelea kuwa ni changamoto kubwa katika taifa letu na limetokea kwa wingi zaidi katika awamu ya 5 na kuendelea katika awamu ya 6 kwa mujibu wa data ambazo tunazitoa. Bahati mbaya wanaopotea ni makundi mbalimbali. Wapo watoto, wapo watu wazima, na katika watu wazima hao nao wamegawanyika. Kuna wengine tu wanaweza kuwa wanapotezana kwa sababu ya wao kwa wao wananchi, na kuna wengine wengi wao ni wale ambao wamekuwa pengine wakikosoa, wengine waandishi wa habari, wengine watetezi wa haki za binadamu, na wengine wanaharakati wa kisiasa na wanasiasa. Takwimu zetu zinaonyesha kwa mfano kwa miaka hii toka 2023 mpaka 25 tumekusanya, ingawa sio rasmi kwa sababu huenda mengine kufikia idadi ya watu 100 ambao ni watu wazima ambao hawa wamepotea, na wengi wao wakiwa ni wanaharakati, watetezi, wengine wakiwa ni wanasiasa, na wengi wao wengine wamerudi, na wengine wamepatikana wakiwa hai, na wengine mpaka leo hawajajulikana. Kwa takwimu ambazo tutazikabidhi kwenu, mtaona tumeandaa takwimu ya watu wote. Lakini katika watu ambao wamepotea pia, kwa mfano mwaka 2016 hadi 19 serikali yenyewe ilitoa, jeshi la polisi, watu 86 waliweza kupotea. Na hao 86, 23 ni watoto, 63 ni watu wazima. Kwa hiyo utaona kwamba takwimu za upoteaji zilitokea hata awamu ya 5, sio kwamba zinatokea hapa. Lakini katika utafiti wetu na ufuatiliaji mwaka 21 mpaka 22 tukatulia kabisa, tukupata matukio mengi kabisa, pengine tukuyaona kabisa wala tukusikia ya watu kupotea, lakini baadaye akaanza kujirudia 23 na tukapata sasa hizi takwimu ambazo zinaonyesha watu kupotea. Takwimu zingine za polisi zinasema mwaka 2023 watoto 73 walipotea. Kwa hiyo kwa ujumla haya matukio ambayo tuliyarekodi 2016, 19, 23 mpaka 25 zinatupa idadi ya watu 256 ambao wamepotea. Kati ya hao watoto ni 96 na watu wazima ni 160. Hawa ni Watanzania wenzetu ambao tunashukuru wengine wamerudi, tuko nao miongoni mwao kwenye ile data tumeorozesha waliorudi, ambao wakurudi na ambao walipatikana wamefariki tumeorozesha. Kwa hiyo sisi tunadhani sidhani kama ni sera ya Chama cha Mapinduzi, sidhani kama ni sera ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba watu wake wapotee na wasijulikane wapo walipo. Kwa hiyo tunaendelea kushawishi Chama cha Mapinduzi kwa sababu kwa sasa dola zote, vyombo vyote viko mikononi mwenu. Tunaamini kabisa Chama cha Mapinduzi ina uwezo wa kufanyia kazi swala hili kwa sababu ibara ya Jamhuri ya Muungano wa Katiba ya Tanzania ibara 18 pamoja na ibara zingine zote zinalinda haki za Watanzania, kwa haki ya kuishi, ibara ile ya 14. Kwa tunaomba kwamba Chama cha Mapinduzi kwa sasa mkiwa mna dola muone hili swala namna utakavyofanyia kazi, lakini endapo pia baada ya uchaguzi mtaendelea kushika dola, basi tuna mapendekezo haya kuhusiana na eneo hili. Tunatoa wito kuundwa kwa tume huru ya kiraia ambayo itahusisha makundi yote
ili kufanya uchunguzi wa matukio yote, sio tu yaliyotokea katika awamu hii, kuanzia huko nyuma, matukio kama tulivyoorodhesha, kwa ajili ya kujua changamoto hizi zinasababishwa na nini na kwa ajili ya kuzikomesha. Na hili ni jambo la kawaida ambalo tumeshaona tume zimekuwa zikiundwa mbalimbali. Kwa hiyo tunashauri Chama cha Mapinduzi ili chukue hii kama ajenda ambayo tunaamini mkiamua kuifanyia kazi itaweza kufanyika. Jambo la pili, vyombo vya ulinzi na usalama vinapaswa kusimamiwa, ambapo tunaomba visimamiwe na visimamie haki za raia, kwa sababu wao ndio wana mamlaka ya kisheria ya kulinda usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo watu wanapopotea, wa kwanza leo, wa pili kesho, wazazi, ndugu, katibu mkuu, kuna wengine wanaacha watoto, wengine wazazi na nini wanaowategemea. Kwa hiyo inakuwa inapoteza amani na utulivu katika jamii. Kwa hiyo kwamba inatengeneza hofu, lakini inatengeneza chuki fulani ambayo kama taifa tunadhani tunalishauri hili si jambo jema la kuachwa kuendelea. Mapendekezo la tatu ni tunaomba, kwa sababu ile nao liko chini ya Mheshimiwa Rais kwa sasa, ukiwezekana turizie ile mikataba ambayo ya kitaifa ambayo inaweka mazingira ya kukataza aina yoyote ya kupotea kwa watu. Kuna mikataba miwili ambayo Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu tukirizia kama nchi, na serikali ya CCM kama isharizia itakuwa imejengea uaminifu mkubwa kwa wananchi. Mkataba huu ambao unakataza kupotezwa kwa watu, International Convention on the Enforced Disappearance, ambayo ina masharti mazuri sana na kuweka makatazo mengi kuhusiana na watu kupotea. Lakini ya pili ni ile swala la mkataba ule wa utesaji, Convention Against Torture. Ni mikataba ambayo kwa kweli hii tukiwa nayo kama taifa na tukaanza kuitekeleza, tutakuwa tumekomesha haya matukio kwa sehemu kubwa, naamini, na tutakuwa tumerudisha imani kubwa ya serikali na chama tawala kwa wananchi wake kwa namna moja au nyingine. Kwa mimi nafikiri kunahitajika kama taifa, na nafikiri Mheshimiwa Rais anachomaanisha ni hicho, mgombea wetu, kwamba tuwe na forum ambayo haitaleta ushabiki wa kisiasa na aina yoyote ile, ila watu wakae na kuona, je, itaongeza vipi usalama wa taifa letu zaidi kwenye nyanja zote kwa nyakati ndefu zaidi, baada ya kufikiria wakati wa sasa. Kwa hili sisi tutalichukua, na mimi ni waahidi kama mwakilishi wa katibu mkuu hapa na chama, tutaendelea. Sisi hapa tulikofikia na Zaki ni mwanzo tu, lakini mwanzo huo umekuwa mzuri. Tumeona kuna tija kubwa zaidi kuwa karibu na nyinyi kuliko hasara. Kwa hiyo tunachoahidi hili tutazidi kuliimarisha sisi kwa upande wetu, na tunategemea kwa sababu na nyinyi mmeonyesha commitment na uzalendo mkubwa sana kwa taifa. Tunajua hamtakuwa na sababu nyingine ya kuachana, tutakuwa pamoja. Najua mnawa involve, hata wakati ule tuliona baada ya kukabidhiwa ilani hapa, tuliona mkiwakabidhi na vyama vingine, ambalo sisi tunaona ni jambo kubwa sana, kwa sababu wote tukiendesha siasa ambazo zina uzalendo zaidi, nchi inazidi kuwa salama zaidi. Uzalendo tu hatuwezi ukao ni monopoly ya CCM. Hatuwezi kutegemea taifa liwe salama kwa staili. Sisi tunajua kwamba kuna namna wote tukiwa na mwelekeo huo wa kizalendo, then tija ni kubwa zaidi kuliko hasara. Sisi tuwaombe Azaki, tumebakiza siku chache, takriban siku 6 kwenda kupiga kura. Ebu kwa nafasi zenu ambazo tunajua mna sauti yenye nguvu sana, siku zilizobaki hizi, kwa namna yoyote ile tunayoweza, tuhamasishe watu kwenda kupiga kura tarehe 29 kwa amani na uhuru. Jana Dr. Samia Suluhu Hassan amewahakikishia Watanzania kwamba yeye kama amiri jeshi mkuu atahakikisha, nilivyomuelewa mimi, kwamba kutakuwa na utulivu na amani na usalama siku ya kupiga kura. Mimi nafikiri Watanzania hatujafika kwenye eneo ambalo tuna shida sana ya amani na utulivu.
Lakini kama kundi la binadamu kubwa lenye watu zaidi ya milioni 60 karibu na 5, hatuwezi kusema kwamba hakuna wachache wetu wanaweza kuwa vurugu inawavutia, kwa sababu ndio maumbile ya kibinadamu. Lakini mimi nafikiri wengi wetu tungependa utulivu na amani, na serikali nafikiri kwa historia ya nchi yetu hilo litakuwepo. Sisi kama chama tawala ndio tunachowasisitiza serikali kwamba wakati wote kwenye historia ya chama hiki tumetaka serikali ya Chama cha Mapinduzi ihakikishe nchi inaendelea kuwa na utulivu na amani, na watu wanaweza kufanya shughuli zao binafsi za kijamii za kuwaletea maendeleo kwa utulivu na amani. Tunaomba AZAKI katika hilo tuwe pamoja, ambalo mimi naamini linatija kwetu sote mwisho wa siku, kwamba atakayeshinda au amekuja katika namna ambayo ina amani na utulivu na nchi inaendelea kuwa huru. Na Watanzania wakijitokeza wengi wakapiga kura, tutaona matokeo, na ambacho kimeahidiwa na wasimamizi ni kwamba uchaguzi huu utakuwa ni wa huru, wa haki na amani, ili sauti